Mungu ametupa manguvu ya ajabu, na manguvu ameyaweka kwenye level tofauti tofauti. Mungu ametupa mapower, anointing, maupako makubwa ya kufanya vitu vikubwa, lakini ameyaweka kwenye level tofauti tofauti. So unapita kwenye level ya kwanza, anakupa kiwango fulani cha nguvu. Kwenye level ya pili, kiwango fulani cha nguvu. Kwenye level ya tatu, kiwango fulani cha nguvu. Mpaka kwenye kiwango cha mwisho haukutani tena na nguvu, unakutana na yeye mwenyewe, na hapo unakuwa wewe na yeye ni kitu kimoja. Juzi nikwambia, kila mtu unayemwona duniani ambaye ameokoka, kuna kitu kinamwambia roho ile ile iliyomfufua Kristo katika wafu inakaa ndani yetu. Kwa hiyo tuna roho sawa na Kristo Yesu. Roho ambayo ilikuja juu ya Yesu wakati anabatizwa ndio roho hiyo ambayo naona unapokea wakati umeokoka. Si ni sawa? Roho ile kwamba inampa Yesu uwezo wa kufufua Lazaro. Roho ile kwamba inampa Yesu uwezo wa kutembea juu ya maji. Roho ile inampa Yesu uwezo wa kuponya wagonjwa. Roho ile inampa Yesu uwezo wa kufanya mambo ambayo ni historia kwenye kisi chetu. Ndio roho hiyo na umepokea mara tu baada ya kuokoka. Lakini ili hii roho ianze kufanya kazi, kuna mageti lazima yafungue uingie. Haya mageti kila unavyoingia yanakupeleka kwenye kiwango fulani cha ufahamu, kiwango fulani cha kuaminiwa, kiwango fulani cha maarifa, kiwango fulani cha upako, kiwango fulani cha mamlaka katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu huu wa kawaida. Sasa moja ya geti la kwanza gumu ambalo sio wote wana uwezo wa kuingia, wanaweza wakajaribu lakini wasiingie, ni geti hili linaitwa purity au usafi na utakatifu, au utakatifu na usafi. Ndio geti la kwanza. Usafi na utakatifu una nafasi kubwa sana katika kumfanya mtu afikie mamlaka fulani, afikie kiwango cha kutembea na Mungu kwa viwango fulani. Utakatifu na usafi maana yake ni nini? Kuna utakatifu alafu kuna usafi. Naomba uelewe. Utakatifu ni nini? Ni maisha ya bila dhambi. Hiyo ndio maana utakatifu. Mtu anasema mimi ni mtakatifu, maana yake anaishi maisha ya bila dhambi. Okay. Utakatifu na usafi tofauti yake ni nini? Iko hapa. Mtu ambaye ameokoka leo, ametubu dhambi, ndio ajabu mtakatifu, ndio amekuwa msafi. Narudia. Mtu anapotubu dhambi pale, kwamba nimekuwa mtenda dhambi kwa muda mrefu, nimekuwa mlevi kwa muda mrefu, nimekuwa mzizi kwa muda mrefu, nimekuwa mwasherati kwa muda mrefu, nimekuwa muongo kwa muda mrefu. Baba, katika jina la Yesu, kuanzia leo naungama dhambi zangu, naomba unisamehe. Pale yule mtu amekuwa msafi, hajawa mtakatifu. Hajawa mtakatifu. So ule usafi wake ndio unaitwa purity, pure. Sawa? Mwezi wa kwanza alikuwa kwenda klabu, haendi tena. Alikuwa kwenda bar, haendi tena. Alikuwa mtu wa totos, haendi tena. Alikuwa mtu wa uongo, hasemi tena. Alikuwa mwizi, hajiba tena. Mwezi wa kwanza tunamuita huyu mtu amekuwa mtakatifu kwa kipindi cha mwezi mzima. Alipookoka tu alikuwa msafi, alitubu dhambi akawa msafi. Kwa sababu ameishi mwezi mzima, hajaanguka popote, hajakosea popote. Huyu mtu anaitwa mtakatifu kwa kipindi cha mwezi mzima. Huyu mtu amepambana mwaka mzima, hajaanguka kwenye uzinzi, hajaiba, hajasema uongo, hajatukana. Tunasema huyu mtu amekuwa mtakatifu kwa kipindi cha mwaka mzima. So kwa nini mtu ameokoka leo ila hafanyi maajabu leo? Usafi haumpi mtu haki ya kufanya maajabu. Hapana. Usafi haumpi mtu haki ya kumaminiwa na Mungu apewe mamlaka. Hapana. Usafi unakusaidia wewe kuwa na access ya kumsogelea Mungu, lakini sio kupewa kitu na Mungu. Usafi unakusaidia wewe kuwa na uwezo wa kumsogelea Mungu, lakini sio kuaminiwa na Mungu. Lakini utakatifu wa muda mrefu unamfanya Mungu akuamini na aanze kukupa vitu ambavyo msafi hawezi kupewa. So usafi ni nini? Pale mtu anapotubu dhambi anakuwa msafi. Lakini ajabu mtakatifu anapokaa mwaka mzima hajafanya dhambi, tunasemaje? Amekuwa mtakatifu kipindi cha mwaka mzima. Siku akifanya dhambi maana yake amejichafua, na kwa sababu amejichafua automatic umetoka kwenye utakatifu. So usafi unakupa wewe nafasi ya kumsogelea Mungu ili useme naye mambo yako. Mungu akiuona utakatifu ndani yako, Mungu anakuamini wewe, anakuachilia kitu fulani kulingana na kiwango cha utakatifu, sio usafi ulichomuonyeshea. Anakupa level fulani ya mamlaka. Umeokoka, ulikuwa ukemea pepo akatoka, tayari unakemea pepo anatoka bila nguvu yoyote. Kwa nini? Utakatifu wa kipindi cha mwaka mzima.
Ukiendelea katika utakatifu wa muda mrefu, kuna vitu vinaanza kufa huko ndani kwenye mwili wako. Vitu gani? Tamaa juu ya nini? Ya dhambi inakufa. So tamaa juu ya dhambi ikianza kufa, unaona dada mrembo huyo hapa mwanzoni, ukiona mrembo huyo hapa anasema hakatishi mwanzoni. Umeokoka mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwaka umekuwa mtakatifu. Mrembo huyo hapa anasema no, kulingana na hali yangu ya kimaisha kwa sasa, nampenda Mungu, siwezi kupoteza muda kwa mrembo. So badala yangu mimi nasonga mbele na Mungu. Mungu anasema sasa naanza kukuamini kwenye kiwango cha nini? Cha utakatifu. Anakupa kama mamlaka fulani. Ndio unaanza kuota ndoto, unaanza kuona maono, unaanza kusikia sauti za rohoni, unaanza kusense vitu fulani rohoni. Hii ni kwa sababu gani? Umemaintain nini? Utakatifu. Usafi unakusaidia kumwendea Mungu. Utakatifu unamfanya Mungu akuamini, akupe vitu ambavyo msafi apewi, mtakatifu ndo anapewa. Msafi leo anaweza akawa msafi asubuhi, mchana kaanguka akafanya dhambi, inabidi arudi afanyeje? Ajitakase tena ili awe msafi, aendelee na safari yake ya nini? Ya utakatifu. Mtu anayeanguka mara kwa mara, haamini na Mungu, hawezi kupewa vitu vikubwa na Mungu kwa sababu hana uwezo wa kuvitunza. Vitu vikubwa vya Mungu hapewi msafi. Vitu vikubwa vya Mungu anapewa mtakatifu. Kwa sababu mtakatifu ni usafi wa muda mrefu. Usafi unaweza kuchafua muda wote. So usafi unakusaidia wewe kumwendea Mungu. Mungu akikutazama aseme hamna dhambi, anakusikiliza. Yohana 9:31 anasema Mungu asikii maombi ya mwenye dhambi. So ukifanya dhambi umejichafua tayari. Na kujichafua automatic umetoka kwenye tiketi kwenye geti la nini? La utakatifu. So ukitoka kwenye geti la utakatifu, umetoka kwenye geti la kuaminiwa na Mungu na kuanza kupewa vitu ambavyo wanapewa watakatifu. Walawi 11:48 umefika. Kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wenu, takaseni nafsi zenu basi, iweni watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu, wala msitie uchafu nafsi zenu kwa kitu kitambaacho cha aina yoyote kiendacho juu ya ardhi. Huko kwenye wanyama chanako. Mimi nataka uone hii neno. Iweni watakatifu kwa kuwa mimi Mungu wenu ni mtakatifu. So Mungu hapendezwi na usafi. Mungu anapendezwa na nini? Na utakatifu. Utakatifu unakujaje? Kuwa msafi muda mrefu bila kujichafua. Unazaa kitu gani? Utakatifu. Kinachoweza ni nini? Usafi. Ukitubu tu pale umekuwa msafi. Kesho ukianguka umechafuka. Kwa hiyo umetoka kwenye utakatifu. So mwaka wa kwanza mtakatifu, mwaka wa pili mtakatifu, mwaka wa mtakatifu, unazidi kuaminiwa. Okay, kuna nguvu ambayo imeambatanishwa na utakatifu. Hii ni nguvu ambayo ukizidi kuwa mtakatifu kwa muda mrefu, unakuwa na nguvu ambalo mtu mwingine hawezi kuwa nalo. Kuna mtu hafungi 3 kavu, hafungi 5 kavu, lakini kwa sababu ame-maintain utakatifu, ana uwezo wa kuombea kansa ikapona. Alafu wewe unayefunga 3 kavu, hata mara kwa mara ukashindwa kuombea pepo. Kwa nini? Unajichafua mara kwa mara. So geti la kwanza la kulivunja uingie ni geti gani? La utakatifu na usafi. Purity and holiness. Purity and holiness. These are the gates that you have to break them and enter. You get in and you start living the life that pleases God. Unaishi maisha yanayompendeza Mungu huko ndani. Umeokoka huko tayari huko ndani, jiangalie. Uongo sitakiwi, uzizi sitakiwi. Ukiokoka kwa kudhamiria, Mungu anakusaidia jambo moja kubwa. Anakuwekea kitu kinachoitwa hofu. Unakuwa na hofu ya Mungu. So ukitaka kukosea, hofu ya Mungu inakuja inakuzuia. Wewe hasa maisha yako unajizuia. Mwisho wa siku unazoea. Kwa hata umekasirika, ile hofu imeshakuwa kubwa kiasi kwamba ni kitu gani itakuwaje? Unajizuia. Na utakatifu ndio ni hivyo hivyo. Utakatifu haukamilishwi na siku moja. Utakatifu unakamilishwa na maisha ya muda mrefu. So kwenye geti la utakatifu ukifanikiwa kulivunja, ukaingia ukaanza kuishi maisha matakatifu, maana yake dhambi kwako itakuwa haitajwi. Si ndio? Iwe ya bahati mbaya au ya makusudi, unaanza kuishi maisha hayo. So kuna kiwango Mungu anakusubiria. Anaanza kukupa mamlaka ambayo imeshikamanishwa na nini? Na utakatifu. Siku umejichafua tu, ile mamlaka imeondoka. Dhambi inamnyima mtu jasiri. Mimi siku nikija hapa nimefanya washarati mfano. No, uzinzi. Mimi siwezi kufanya washarati, mimi nimeoa. Si ndio? Anayefanya washarati labda ashiri kwa sababu hajaoa, akikutana na kibinti kwa akikutana ni washarati. Mimi nimeoa, mimi ni uzinzi. Siku mimi nikifanya uzinzi, nikija hapa hamnioni. Yaani hamjaniona huko. Lakini nakosa ujasiri fulani hivi. Yaani kwa namna nakosa ujasiri. Labda kama nimekubuhu. Nimeshazoea maisha. Nakosa ujasiri fulani. Yaani kuna namna, kwa sababu naona kuna mtu ananiambia wewe hufai. Lakini kama nimefanya ujinga, alafu kama sija hapa nikaingia kwenye chemba nikajieleza, akanielewa, nikija hapa nitakuwa na ujasiri ule kwenu. Lakini bado nikimwendea yeye
sina ujasiri. Najua mjanielewa. Nikifanya nikatubu huko nje, nitapata ujasiri ule wa kusema nimesamehewa na Mungu. Nitakuja hapa nitawafundisha, si ndio? Lakini pepo kilipuka hapa, sina ujasiri wa kulisogelea. Kwani najua wewe hujajua dhambi yangu. Ile kwenye Mungu wa roho pepo yanajua. So nikilisogelea kiasi kusema hivi, wewe unatuambia ni wakati jana tulikuwa sehemu fulani wewe. So nitaanza kusema huyu mwacheni nitamwambia baadaye ili niwafiche nyie. Hapa nimewapa kodi ya maana. Kama ushikuhudhuria sema kaambia mwacheni nitamwambia baadaye, now you know. Wewe shukuru Yesu amefika sema ametoa pepo akasema mwacheni nitamwambia baadaye, au Petro au Paulo. Titi for 30 umelipuka pa tembea. Mapepo. Hebu wasituchanganye kwanza, huyu ni shetani, anataka tufike kwenye neno. Hakuna sio kwenye neno, sio na mamlaka. Piga hapa mtu atulia ale neno. Kwani anahitaji neno huyu aliyelipukiwa na mapepo? Anahitaji neno. Sasa mapepo anamsingua. Yapige chini akae. Mpelekeni kwanza ofisini nitamwambia baadaye. Brother, kodi ni hii. Nikilipua hapa saa hizi naweza kaniletea shida mbele za watu. Sasa na mimi siku ikitokea ningesema mwacheni nitamwambia baadaye. Now you know. Si ndio? Yes. So kitu gani? La utakatifu. Timotheo wa pili 2:21. Basi katika nyumba basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa kimfaacho Bwana, kimetengenezwa katika kazi iliyo njema. Imagine. Naomba usome tena vizuri. Timotheo wa pili 2:21. Anasema basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima. Alafu kilichosafishwa kimfaacho Bwana, kimetengeneza kwa kila kazi iliyo njema. So kama umeshaambiwa mtu aliyetakasika, aliyeoshwa akasafishika, anakuwa chombo kinachostahili kupata. Kwa hiyo kila mtakatifu anastahili nini? Hii heshima hapewi na watu. Hii heshima anapewa na Mungu na viumbe vya rohoni. So ukisema pepo toka, pepo linakutii kwa sababu wewe una chombo kinachostahili heshima. Dunia inaweza wakakupuuza, wakakuona umevaa suti tu, wewe umeshika tu microphone, lakini ili wakuheshimu, pepo lije mbele yako, ugonjwa uje mbele yako. So ukisema kansa yayuka kwa jina la Yesu. Kansa inaheshimu kwa sababu wewe ni chombo kinachostahili kufaa heshima, kinachostahili kupewa heshima na kifuacho kwa kila kazi iliyo njema. So kuponya HIV ni njema sio njema? Kuponya kansa ni njema sio njema? Kuponya miujiza ni njema sio njema? Nani anataka kufanya hayo? Aliye mtakatifu. Kwa nini? Yeye anastahili kupewa heshima. Nani anampa heshima? Mungu Baba kwanza, namba 1, namba 2, na viumbe vyote vya rohoni. Vya nje vitakuheshimu baada ya kuona. Kwa mfano, mimi nisema Roho Mtakatifu shuka tuhudumie. Unashangaa yule amejazwa mtakatifu, yule amejazwa mtakatifu. Unasema jamaa na upako. Si ndio? Siku moja uliniambia, mtumishi wa Mungu Peter Mshana aliingia sehemu wakati anashika maiki namna hii, watu wakaanza kudondoka. Ile ni nini? Heshima. Sio kama ulikuwa unampuza kitendo kile tu kwamba anaingia sehemu kutaka kuimba, ameshika tu maiki namna hii, mapepo yanalipuka. Hata kama ulikuwa unampuza, heshima inakuja yenyewe. Nikakwambiaje? Lazima awe vile kwa sababu yuko chini ya mtu ambaye mafasti ni lazima. Mifungo ni lazima, na kaanga malisa. Basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao kina nani? Watu wanaoishi maisha fulani ambao sio, si ndio? Maana yake umeshajitakasa. Huku ndio ambako watu wote wapo. Huku watu wote wako, walevi wako huku, wezi wako huku, wazizi wako huku. Wewe umejitakasa, alafu umepiga hatua. Umeingia kwenye nini? Kwenye geti. Geti gani? La usafi na utakatifu. Nini kinatokea? Angalia geti la utakatifu linakupa nini? Cha kwanza hiki hapa. Anasema hivi, atakuwa chombo cha kupata heshima. Sifa ya kwanza, mtakatifu anapata nini? Heshima. Nini kinatokea kingine? Hiki hapa. Kilichosafishwa kimfaacho Bwana. So unakuwa ni chombo kimfaacho Bwana. So Bwana mwenyewe anakufurahia. Ni chombo kimfaacho Bwana. Alafu kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. So Mungu akitaka kuponya HIV, hachukui mtu ambaye ni mlevi, hachukui mtu ambaye ni kahaba, ni mzinzi. Mungu anachukua mtakatifu, anamwambia brother, mamlaka hii hapa ka address cancer, mamlaka hii hapa ka address HIV. So ukitokea ukisema HIV katika jina la Yesu, yayuka, una ujasiri. Unatokea kwenye nini? Kwenye gate lilopo. Elia anasema
Ikiwa mimi ni Elia mtumishi wako ninayesimama mbele zako, maana yake nini? Mungu anakaa sehemu iliyo takatifu. So nilie ninayesimama mbele zako sehemu takatifu leo uko wewe, ndio mimi nasimama hapa Baba. So nipi mamlaka. Anasema haitanyesha mvua. Afa jamaa anaondoka zake. Iteni wataalamu wa mvua, hamna mvua. Pandeni miti, miaka 3.5 hamna mvua. Kuna jamaa mmoja amefunga mvua kwa kodi moja tu. Mimi Elia ninayesimama mbele za Bwana nimetamka. Una uwezo kutengua na wewe lipa gharama. Somo Barcelona alisema mtu akitaka kunishusha mimi kwenye hii level niliyoko, afunge mifungo niliyofunga, aombe maombi niliyoomba, apande milima niliyopanda, akae masaa huko mlimani niliyokaa mimi. Haya unayajua. Maana yake huwezi kumshusha huyo mtu. Si ndio? Kwa sababu kama kuna mda labda aliomba chumani kwake masaa 9. Wewe dakabili tu anaringa sana hata afika mbali. Anashangaa ndio kwanza kesho anamiliki ndege. Baada muda atapata naye ajali. Anashangaa amenunua ya pili. Kwa nini? Kuna kodi amekula. Si ndio? Mimi nimepata mamilima fulani huko, nimeng'atwa na mambo huko, afu leo hii atoke tu mburukenge mmoja tu aseme hafiki mbali. Brother, ndio kwanza tunaanza na tunasonga mbele, turudi nyuma. Si ndio? Kuna msanii mmoja wa dunia, sijui jina lake lakini nasikia wimbo wake zamani. Sijui naimbaje, nasikia tu haturudi nyuma kamwe. Sijui anaitwa Jua Kali, sijui wa Kenya, sijui. Haturudi nyuma kamwe. Unarudi nyuma brother. Yaani mic umepewa, neno umepewa, Roho Mtakatifu umepewa. Kwa sababu umehubiri injili ama mtu aliye comment, ama mtu aliye kuitikia, ndio unakata tamaa? No, haturudi nyuma. Kwenye gate la utakatifu brother unapewa nini? Heshima na mamlaka, alafu nakuwa chombo kimfaacho Bwana. So unakuwa chombo. Imagine Mungu anakutumia, unakuwa ni chombo kimfaacho Bwana. Uko kwenye gari na wewe ni mtakatifu, Mungu akiruhusu ufe, kumpata mtu wa aina yako inaweza kumchukua miaka. So Mungu anagharimika kuwalinda watu wengine, majambazi, ili tu kulinda na wewe. So watu wanapona kwa sababu wewe upo.